Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema wadhifa wa waziri mkuu hauhitaji urafiki, undugu na ujamaa, badala yake ni nafasi ya kuitumikia taifa. Katika maelezo yake hayo amemwambia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwa umri alionao wadhifa huo ni mzigo mkubwa kwake, kwani atakumbwa na vishawishi vya ndugu, jamaa na marafiki. Rais Samia ametoa kauli hiyo leo Ijumaa Novemba 14, 2025 alipokuwa anahutubia baada ya uapisho wa waziri mkuu uliofanyika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma. Waheshimiwa mawaziri wakuu wastaafu, tayari nilishasema, viongozi wa Chama cha Mapinduzi, makamu wa rais na katibu mkuu pamoja na mliofuatana nao, Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, tambua pia uwepo wa Engineer Zena Said, katibu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, makatibu wakuu mliopo nasi hapa, waheshimiwa viti na waheshimiwa wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mliopo nasi, Mheshimiwa Hamza Said Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, Mheshimiwa Jaji Sivangirwa Mwangesi, mkuu wa Tume ya Utumishi, Tume ya Maadili ya Watumishi Tanzania, viongozi mbalimbali mliopo nasi, viongozi wa dini, ndugu zangu wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu tuwezesha kukutana hapa kwa shughuli tulioikusudia. Shughuli yetu leo hapa ni kuja kumwapisha waziri mkuu mpya wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Tunakupongeza. Tupo hapa viongozi wote wa taifa hili kutoka pande zote mbili za muungano, waliopo na wastaafu, wote tumekuja kukushuhudia ukilibeba jukumu kubwa la kuwa kiongozi wa shughuli za serikali, la kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa, na katika viti kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kuliko wengine ulioshindana nao, na vigezo vyote vilivyopimwa, tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii, ya kulitumikia taifa hili. Kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Narudia, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo unatakiwa kuyaangalia. Umepokea kijiti kutoka kwa waziri mkuu mstaafu ndugu yetu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha tunayotamba nayo leo. Tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, mahospitali ya kanda ya rufaa, kila tunachotamba nacho leo, yeye halikuwa nyuma yangu kuhakikisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo umepokea kijiti kutoka kwa mfanyakazi mzuri ambao sina shaka utafuata miguu yake na utaongeza pale unapohisi panahitaji kuongezwa nguvu. Hivyo tunakupongeza na kukutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako mapya. Dr. Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 inavyosema, kuna mengi tumewaahidi wananchi. Kiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyu,
Hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyopanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta ya fedha. Kwa muda wa miaka 5 umejua vichochoro vyote vilivyokuwa tukipita kutafuta. Atakayekaa ili naye aweze kupita kule tulikopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike. Hiyo kwa ufupi, una kazi kubwa na leo baadaye kulifungua bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao litaeleza yale yote ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya kipindi hiki cha miaka 5. Kuna mengine uliyasema mwenyewe jana kwa bungeni, nilikusikiliza vizuri, na ni imani yangu kwamba hukuyasema tu, lakini una moyo wa dhati kusimamia yale yote. Kwa hiyo kama nilivyosema, tukutakie kazi njema. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kassim aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa. Kwa umri wako vishawishi ni vingi, na vishawishi nafasi na jamaa. Kwa hiyo nikutakie kila la heri katika utumishi wako, na mengine tutaelezana kwenye vikao vyetu vya ndani pamoja na baraza la mawaziri. Kwa hapa wote wamekuja kukushuhudia tukikubebesha mzigo huo, kibitishia jana kwamba unaweza kwenda kufanya kazi. Nakutakia kila la heri. Asante sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kinachofuata sasa, kwa heshima na taadhima, naomba kushiriki kumbukumbu la tukio hili. Taalamu, naomba tuwe utaratibu sasa. Wakati tukifanya maandalizi ya picha za kumbukumbu grassroots, tunaomba burudani. Wataungana wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika meza ya mbele, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni Fido Media, endelea kuwa karibu nasi kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali. Langu jina ni Edith Chiwalego.